ya mwenda zake na waombolezaji wote kutoka sehemu mbalimbali, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Mwenye mulindina mwenye anza mwenye wangu wale wote kutalia mcheki hapa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja hapa kuomboleza huyu mzee ambaye ametoweka, na mimi nitasema machache niungane na wale ambao wanaomboleza na jamii hii. Huyu mama mjane Tabitha, wakati nilichaguliwa hapa kama MCA, nilimpatia kazi ya kugawa basari hapa Kalwani. Silikuwa namna hivyo? Na alikuwa anafanya kazi kwa ofisi yangu, na tulifanya naye kazi vizuri mpaka nikamjua huyu mzee wake pamoja na huyu kijana yake wa pili. Sitaki niseme mambo mengi kwa sababu mama yanzashi bala kulishiri mbula inyala kuizokana yakuba na bandu batuli naitiri biraro byabo ni birabu ndi bandu batuli Kakamega biraro ni birabu shukanyanga mwingire mbutoi umuziza ingota. Nimesema pole mama Tabitha. Tabitha nilikuwa nampenda kwa komiti kwa sababu tena mama yangu anaitwa Tabitha, na alikuwa mama straightforward, kimwambia fanya kazi hii anafanya. Nasema pole. Yurundu rujeno lwabandu bosi balondera aho na shalini okuranga olangwa mujane indo shibala shitizanga Nyasaye yakwizulize, Nyasaye yakohetse ingulu, Nyasaye yakukalukhile. Mambo ya siasa hatuwezi kusema saa hii kwa sababu siasa hii bado. Nataka Atiriki wamaliza maneno yao. Tuko na sherehe kubwa sana sehemu hii Atiriki mwezi wa 8, sherehe kubwa zaidi. Tukimaliza hizo sherehe, alafu tufunge mwaka, alafu tuanze shughuli, tutaanza kujipanga kutokea pale. Mshwela muno bandu mulimu muhira bana muskulu. Shikira malika kanundi kari kare. Bandu biza kukhonya malika balonda abantu. Na shibalonda kumundu wakati musukulu na. Ndola mukhanu uyu bandu mwenyimu yoke shikira akaribisha bandu. Nabuza umanye bandu benawo yechenda mushikira yatse musukulu. Lechulula bandu barula bandu baruli naitiri, bandi baruli Kakamega, bandi baruli Shinyalu, bandi baruli Hela. Balonda kumundu lijamba zita balonda kumundu wasoma mundu inza ikasi. So na mshibala mundu shikira kumenya mu maisha matititi ma wenye ni wekandi ulolake ku uli mundu na bandu baliho. So mukana iwe ndio shibala pole, na pia umefanya vizuri kushikilia baba yako vile umesema. Mshibala mundu Nyasaye akhuye kubana bayayi kandi akhwa khubakana. Bana bayayi mundu musaza nukuzi balira ata. Barelebanga misala kiri mukubanda changa ufungulu mutoka liyena na mulimi kundilia liyena. Bandu bakubazi kwiri na bana bakhana bakola papa wo inshikira bamanyi babula ishare musabula beza bukholi ndina usire. Alimumene mujendanga khuli Nairobi eyo awanyola mangondo unyole mangondo ndi kanuli mundu musaza nuiza hango ukhahapa apata uhe mama umbore mangondo akaumbikire bizo kana banji mira ningalukha numbe mushera ndabika mangondo buna hibwene azulobiza ukalukhe abolaza mangondo kumwana wanje kabisa. Mangondo nuwa papo kajanyala kuzakulera mukhali uti na mangondo kena kajanyala hangu alimuti yefu. Mambo ratochi na mola wa mama hoi. Hola ndio mimi nilikuwa MCA hapa miaka 5. Alafu mnajua vile maneno ilifanyika. Wakati unapiga kura
lazima ujue unafanya uamuzi wa maisha yako kwa miaka ngapi? 5. Na huo uamuzi unaufanya tu kwa masaa, wakati unaingia kwa box, ukipiga kura, ukitoka, ukienda. Nimehuzunika. Yes. Hii barabara nililima hii kutoka hapa chini paka hapa paka Kamlukuywa, nikatumia shilingi milioni 6 pesa ya serikali. Magari ilikuwa inapita hapa ikienda huko juu, mambo ikiwa sawa. Lakini shikira shilingi 100 sewabuko la tu kumarika kurudi za Peru chenda mbuto hii nupangoza kanwe lipo kwa chenda mbuto mundu. Wakati unachagua kiongozi, hauchagui kiongozi kumnufaisha yeye binafsi. Unachagua kiongozi ambaye ataangalia maslahi yako na kuhakikisha maisha yako yako sawa. Na njia kama hiyo ndio tunasema, ukiwa mgonjwa saa hii, mama anataka kupata mtoto, na tunataka mtu wa pikipiki kutoka hapa ampeleke kwa hospitali. Kama ni mama alikuwa anatakana asaidiwe na daktari, atasaidika kweli? Kwa sababu kitambo pikipiki ifike hapa, huyo mama maisha yake imeharibika. Lakini kwa sababu ya shilingi 100, uamuzi ni wenyu, mambo ndio hiyo. Basi nyinyi pambaneni mkijua mambo inasonga namna gani. Halimundu wanje isi yao iweni wama uchinga MCA wamuchinga ngorwa kumanya umbora kuinjira yikalwani bandu balonda hena njire nifana ndina amubora kukweli isi yao ngorwa kumanya shinasha masha kwa njira ndachana kumza mkono wambo na isi yao honye huko labza Beirut hao nuo ninde nyagule ramutoka kunjiruko isi yao ramutoka ubirle hawa amboka ngalo nikiba ulamba haya amboka kweli. Sisi tunasema uongozi ni kitu cha muhimu. Na wakati tulianza kazi, hata huyu wabasia huyu Reverend Kombe, hata barabara yako ya kutoka Senende mpaka Wengono, nililima hiyo barabara vizuri nikafungua. Saa hii alionyala kukua kunjira bandu bane wabasia kweli ndina mbotoi, kwa sababu barabara hii kuna matatizo. So angalia hiyo maneno ya hiyo barabara bado iko na matatizo. Na hapa Senende sublocation, mnisikie yule MCA mwenye yako kwa kiti saa hii hapa Senende sublocation, hii miaka amemaliza karibu 3, hajafanya kitu chochote hapa. Hata kupita hawezi kupita. Mimi nilijenga daraja, nilifungua hii njia. Tulia kidogo kijana, unajua hii Chang'ata na si mzuri. Nilifungua hii barabara, nikafungua barabara nyingine hapa kutoka Kamlukuywa nikaenda mpaka Jirwani, nikafungua barabara Wengondo, nikatengeneza daraja hapo Chepsahali pale chini, nikatengeneza daraja ingine hapa Luandoni ya kwenda pande hiyo ingine, nikafungua barabara Chebunonochi paka huko chini. Nilikuwa tunataka watu wapate maendeleo. Lakini watili jibabola shirishi nale shirikelwa shina kalinuli tuhatu kulukumarika unyore Peru abuna shilingi 100 nabuza nuhenzenge kumakuba kama maendeleo umanya injira n'ibindu bindi mangondo ku mundu ubukole ure musikolo nibura ukubira wina Peru. Na waomba hiyo kwa roho yangu moja, na hii siasa si uadui. Isi yao shunya na kumenya nuko na mukono mulala matuku kosi tawe nyinga imali kutuka kuwe isi yao unapenduka nundi ukonera kumukono kwa Peru na bandu bandi kasi nukuchendisa na bindu nibisia bulai. Kabisa nimesema pole, na mimi ni mtu ya jua kali, lakini niko na sadaka yangu hapa shilingi 5,000 nitakupatia ununulie watoto maziwa. Asante sana kiongozi wa ibada kunipa nafasi hiyo, na wakati sasa umefika, viongozi watumishi, tunataka tutembee sasa tukifanya kazi ya Mungu, tukifanya mambo yetu polepole polepole polepole, tukienda mbele vile Mwenyezi Mungu alikuwa amepanga. Nilikuwa nimepanga watu wa sublocation hii ya Kalwani. Mnajua nyinyi ndio mna dispensary.
Nyinyi mkitaka dispensary mnaenda Senende sublocation ama mnaenda Chibogoli ama mnaenda pande hiyo nyingine. Na nikaweka pesa shilingi milioni 4 kwa budget. Wale marafiki wa kiongozi ambaye hako mumwambie anunue shamba ya watu wa hapa vile tulikuwa tumepanga, kwa sababu saa hii tungekuwa tumejenga hiyo hospitali, watu wa hapa wangekuwa wanapata dawa wakiwa hapa karibu. Ushinza mwenyeji tawe, nimeomba nafasi kwa sababu tuko na kanzo pia kule Boyani niweze kuhudhuria, lakini mama mjane pole. Hii kura ambayo imepotea hii ya huyu mzee ya mkono, hii ni kura yangu kabisa imeenda, lakini Mungu afanye kazi yake. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki.